Yule mzee Mushi kule kijijini si mlimuona Insta? Yule baba amenisomesha mimi kuanzia chekechea mpaka form 6. Nikatoka form 6 nikaenda chuo kikuu. Nikapata degree ya kwanza, nikapata ya pili, nikapata ya tatu, nikapata ya 4. Nije kuishia kufua boxer. Like all that investment. Niishie tu kupika? No. Nadhani mmemsikia vizuri sana anayejiita Pastor Rose. Nadhani nimewekea hapo video ili muelewe zaidi, lakini pia nimeweka ushahidi kwa kile alichokiongea. Nadhani mmemsikiza kwa makini sana. Sasa kuna kitu cha msingi lazima tukielewe. Kwa nini mambo haya yanazidi kutokea au amekuwa akiongea maneno haya kama hivyo alivyozungumza? Kuna shida moja kubwa sana katika kanisa leo. Kwa mujibu wa kitabu hiki Biblia, Rose, wewe unapata wapi mamlaka ya kujiita wewe mchungaji kwa mujibu wa kitabu hiki? Hii Biblia unaiona, na naomba video hii mumfikishie kabisa, mwambie mimi nimesema, afu naomba yeye anithibitishie kwa mujibu wa maandiko matakatifu kuanzia kitabu cha Mwanzo mpaka kitabu cha Ufunuo. Rose, umeyapata wapi mamlaka ya kujiita wewe mchungaji kwa mujibu wa kitabu hiki? Umeyapata wapi mamlaka wewe kukaa mbele kanisani ukafundisha kwa mujibu wa kitabu hiki? Kwa sababu shida inayotokea kutokana na kanisa leo limekosa misingi ya Biblia ya namna mtu kuwa mchungaji na kuwa kiongozi na kufundisha mbele ya kanisa. Ameyatoa wapi mamlaka huyu ya kujiita yeye mchungaji kwa mujibu wa kitabu cha Biblia? Kwa hiyo ndio shida inayokuja kutokea ikiwa Biblia imeonya vikali sana mwanamke kuwa mchungaji na wala kufundisha. Nakupa ushahidi wa maandiko matakatifu kwamba yeye kuwa mchungaji amejipa tu uchungaji. Mungu hana mpango wa mwanamke kuwa mchungaji, na hakuna haya iliyompa tiketi mwanamke kuwa mchungaji, na wala mpango huo hautokwepo. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:34. Sikiza vizuri haya. Wakorintho wa kwanza 14:34. Sio mimi, ni Biblia inayozungumza maneno. Sikiza vizuri. Anasema wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana hawana ruksa ya kunena, bali watii kama vile inenavyo Torati. Kwa hiyo Biblia imemwambia Rose kwamba katika kanisa anatakiwa anyamaze, alafu awe mtii na kutulia katika kanisa. Anasema nao wakitaka kujifunza neno lolote wawaulize waume zao wenyewe nyumbani, maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Maanake maandiko yanasema Rose, ukitaka kusema jambo lolote au kujifunza, muulize mumeo nyumbani, maana ni aibu wewe kukaa kanisani na kunena hayo uyanenayo. Maandiko yanaendelea kusema, hau je, neno la Mungu litoka kwenu hau kuwafikia ninyi peke yenu? Au neno la Mungu liliwafikia ninyi tu peke yenu Kwa nini jamani? Anaendelea anasema, mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni na yatambua hayo ninayowaandikia, ya kwamba ni maagizo ya Bwana. Lakini mtu akiwa mjinga na awe mjinga. Yaani wewe unang'ang'ania sasa kwamba jambo hili ni sahihi mwanamke kuwa mchungaji. Maandiko yanakuambia wewe mjinga na endelea kung'ang'ania kuwa mjinga. Lakini kama wewe ni mtu wa rohoni au nabii ama mcha Mungu, basi uyachukue haya kama sehemu ya maandiko ya Mwenyezi Mungu. Unaitoa wapi wewe tiketi ama kibali cha kuwa wewe mchungaji? Kwanza hilo mimi ndo naanza nalo. Kwa mujibu wa Biblia, thibitisheni, sio wewe tu, yani natoa mtihani kwa dunia. Wa Kristo wote, kama mna uwezo wa kutetea ile jambo kwa mujibu wa kitabu hiki, amatoa wapi tiketi huyu mtu kuwa mchungaji kwanza? Na hii ndio shida inapoanzia hapa. Biblia imeonya maeneo mengi. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 2:8. Sikiza vizuri hapo haya yanavyosema. Anasema, basi nataka wanaume wasalishe kila mahali, huku akiinua mikono mitakatifu pasipo hasira wala majadiliano. Simpi 12. Sikiza vizuri haya hapa anasema, simpi mwanamke ruksa ya kufundisha wala kumtawala mwanamume, bali awe katika utulivu, kwa maana Adam ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Mbona maandiko yanasema simpi ruksa mwanamke ya kufundisha wala kumtawala mwanaume? Sababu sasa, kwa maana Adam
ndiye aliumbwa kwanza na Hawa baadaye, wala Adamu akukosa kuingia katika dhambi. Anaendelea pale chini kuzungumza isipokuwa mwanamke. Kwa hiyo sasa Biblia imefunua wazi zaidi kwamba mwanamke ana nafasi gani kwa mwanaume na mwanaume ana nafasi gani kwa mwanamke. Shida inayotokea leo hii ulimwenguni, kuna kitu kinaitwa position of woman na position of men, yani nafasi ya mwanamke na nafasi ya mwanaume. Yani engo hii sasa hivi ndio inafelisha sana, kwa sababu wanawake nao wanajinyanyua, wanataka kuonekanika wao ni zaidi ya wanaume, kitu ambacho Biblia imekataza sana. Biblia imekataza sana, na ndio maana ndoa nyingi zinavurugika, kwa sababu wanawake wanataka kujiinua ndani ya familia. Haki sawa, mfumo wa haki sawa, Biblia imekatazwa. Anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, kwa maana Adam ndio aliumbwa kwanza, wala Hawa afu Eva baadaye ama Hawa. Maana yake mwanamke upo chini ya mwanaume katika mamlaka. Sasa wewe unatoa wapi kibali cha wewe kuwa mchungaji? Nijibu kwa maandiko. Maana yake kitabu cha Matendo 16, Paulo na Wayahudi walijibizana kwa maneno ya maandiko yapata Sabato 3. Hoja ya kimaandiko kwamba umetoa wapi wewe tiketi ya wewe kuwa mchungaji, kwa sababu lazima tuanzie hapo. Yawezekanika umepingana na Biblia kabisa, unamopingana nayo, na ndio maana unaongea kauli kama hii, wakati hilo jambo lenyewe ulilisema sio kitu kikubwa sana, au kwa sababu ni sehemu ya utumishi wa mwanamke na sio dharau. Kwa hiyo mambo haya yanaendelea ndugu zangu, kwa sababu watu wamekiacha kitabu hiki. Kwa hiyo nirudie tu kusema, kwa mujibu wa kitabu hiki, Biblia nzima, nionyeshe sehemu wacha Mungu akiwa kanisani ibadani mwanamke alisimama akafundisha. Kuna karama 5, kitabu cha Waefeso 4:11, naye alitoa wengine kuwa wainjilisti, mitume, manabii, wachungaji. Nafasi ya uchungaji na ualimu mwanamke hayupo. Sasa njoo na hoja, twende kwa hoja. Mimi nataka mje kwa hoja. Mungu hakuwa na mpango wa mwanamke kuwa mchungaji wala mwalimu, wala mpango huo haupo na wala hautokuja kuwepo, wala hakuna mpango. Futa huo mpango kwanza wa mwanamke kuwa mchungaji, hakuna kwa mujibu wa maandiko. Hakuna haya, hiyo ninavyodhibitisha. Ndio maana leo makanisa haya watu wanafeli sana, wanashindwa kupelekwa katika uzima milele kwa sababu wanakeuka kitabu hiki. Kwa hiyo nimekuja hivi kwa sababu nimeona kabisa kwamba tukiendelea kuyalea haya mambo utazidi kupotea. Kwanza hata kwa mujibu wa maandiko yenyewe, stara yenyewe, yani kwanza mwanamke mwenye stara hakuna. Yani Biblia imekataza kwa mwanamke kukaa kichwa wazi. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza ukasoma 11:13, kukaa kichwa wazi wewe umetoa wapi kwa mujibu wa maandiko? Uchungaji ni karama, lakini hajaruhusiwa mwanamke kuwa mchungaji. Mimi nimemaliza bwana.